Wapendwa katika Bwana, heri ya Pasaka. Kristo amefufuka. Amefufuka kweli kweli. Haleluya, haleluya, haleluya. Malaika akawauliza wale wanawake, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Huu ni ujumbe mkubwa ambao malaika anauleta katikati ya maswali ya wanawake wale waliofika kaburini asubuhi. Tunasherehekea Pasaka hii katika mwaka huu tukiongozwa na ujumbe huu. Kwa nini tunamtafuta aliyefufuka katika wafu? Hayupo, amefufuka. Na wanapewa na ujumbe wa kwenda kutangaza habari njema, kuwaambia wanafunzi wake na wale wengine kwamba Kristo amefufuka kutoka kwa wafu. Ndugu zangu wapendwa, mwaka huu tunasherehekea Pasaka tukiwa katika mazingira mchanganyiko wenye majanga mbalimbali. Vita kati ya mataifa. Angalia mataifa mbalimbali huko Iran, vita maeneo ya Israeli, Marekani, Ukraine, Urusi na maeneo hayo yanatupa mashaka juu ya Yesu tunayemwamini. Lakini ukandamizaji unaoendelea katika maeneo mbalimbali huko Kongo, uvamizi unaoendelea, ukandamizaji huko Papua, West Papua katika nchi ya Indonesia na maeneo mengi. Watu hawana matumaini tena. Wanakuwa na swali kama la wanawake hawa la kumtafuta Kristo. Na sasa malaika anakuja katikati ya mashaka haya akiuliza kwamba mnamtafuta Kristo aliyefufuka katikati ya wafu? Haya, tunapoangalia hata jinsi ongezeko la mabei makubwa ya bidhaa mbalimbali muhimu za huduma ya mwanadamu, haya yanatupa mashaka makubwa. Ajali mbalimbali zinazotokea mbaya, lakini hakika ya kufufuka kwa Yesu Kristo inasimama kama ujumbe wetu unaokaza kwamba Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, na kwa kufufuka kwake sisi tunatumaini, tumaini la maisha ng'ambo ya kaburi. Kaburi sio mwisho wa maisha, bali ni mwanzo wa maisha ya milele. Sisi tunao mtumaini, tuendelee kuwa na matumaini hayo ya kufufuka kwake, tukibeba ujumbe mkubwa katika maisha yetu, ujumbe wa kuwasaidia wasiojiweza, wakiwepo watoto yatima, wajane na wengine wenye mahitaji maalum wanaohitaji msaada wetu. Kuendelea kubeba ujumbe wa ushuhuda juu ya Yesu Kristo aliyefufuka katika maisha yetu, mahali popote, kuanzia kwenye ngazi ya familia, ngazi ya kanisa na taifa, kubeba ujumbe huu wa Kristo aliyefufuka. Lakini kwa kupitia ujumbe huu, sisi kama Wakristo tunayomtegemea Yesu Kristo aliyefufuka, tutaendelea kupinga na kukataa maovu, ukatili unaoendelea baadhi ya maeneo mengi katika ulimwengu huu. Sisi kama Wakristo tutabeba ujumbe wa kukataa hayo, kwa kuwa tunamshuhudia Kristo aliyefufuka. Katika Pasaka hii niendelee pia kutoa pole kwa watu mbalimbali waliokumbwa na majanga yaliyojitokeza, mengi yanayotokana na mabadiliko makubwa ya tabia nchi, mafuriko makubwa yaliyojitokeza. Tunajua mahali pengine ya watu wamepoteza maisha. Kwa hiyo tunatoa pole kwa wote ambao wamekumbwa na majanga haya. Tumeona maeneo mengine hata mifugo imezolewa na maji,
mashamba yamechukuliwa na mazao yake. Ni mabadiliko makubwa ya tabia nchi ambayo hakika yamesababishwa na uharibifu wa mazingira. Sisi tutumie hata njia ya mvua hizi zinazonyesha kupanda miti ili kupingana na kujaribu kuzuia uharibifu mkubwa wa mazingira unaojitokeza. Lakini nitoe tahadhari hii na wito kwamba tuendelee kusikiliza na kutii taarifa zinazotolewa na vyombo vyetu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ambayo imetoa tahadhari hizi kwamba mvua zitaendelea kunyesha. Kwa hiyo watu wawe na tahadhari hizi, hata wanao kwenda kuvua wanapoingia baharini, wavuvi. Lakini mvua zinazoendelea kunyesha na maporomoko makubwa, wazazi wajitahidi sana kuwazuia watoto wasikae chini ya miti mikubwa. Wakati mwingine tumeona miti mikubwa ikianguka. Kwa hiyo haya ni majanga ambayo yanaweza kujitokeza nyakati hizi. Tujitahidi sana kuwa na tahadhari hizi zinazotolewa na vyombo vyetu, kuzizingatia, kutokuzipuuza. Lakini Mungu aendelee kututia nguvu, yeye anayetuepushia majanga haya akaendelee kuyaepusha, ili tuendelee kuishi katika ulimwengu huu tukiendelea kumtegemea yeye.